tunachokifanya hivi kwa sababu hii dhabihu ni ya kitambo zaidi. Praise the name of the Lord. Ni ya kitambo. Biblia inasema hivi. Tusome hii. Kisha ilipotimia siku za kutakazwa kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wakalikwenda naye hata Yerusalemu mwanamke kwa Bwana. Mstari mwingine. Kama ilivyo andikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto wa kiume aliye kifungua mimba wa mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoa na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana. Huo wawili au makida ya jiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Hiyo mstari mwingine. Naye alikuwa ameonyeshwa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo wa Bwana. 27. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfungue kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alipompokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akasema. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na hivi ndivyo tunafanya. Kama vile Kristo aliletwa mikononi mwa mtumishi wa Mungu anaitwa Simeoni, hivyo ndivyo tunafanya siku ya leo. Watoto wetu waweze kupokelewa, na kutoka siku ya leo maisha yao haitakuwa ya kawaida. Pamoja na wale ambao tulipitia ubatizo jana, kuna ombi ambalo tutafanya siku ya leo ili tuweze kuwatenganisha kabisa na maisha ya kale. Nataka tuchukue wakati huu tumkaribisha baba yetu kwa madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, rehema ya daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika, siasa Yesu Bwana, wekeni umetukuka jina lake Yesu. Rise up with your feet, everybody, in the name of Jesus. Yes, Lord. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuinuke, kila mtu ainuke na miguu yake katika jina la Yesu Kristo. Tumefika wakati ambao ni muhimu zaidi. In the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja kwa siku ya leo.
tumekuja kuweka wakfu watoto wetu, Oh, yes, Jesus. ya kwamba Jehovah God wanatoka kwa kiwango kimoja Oh, yes, Jesus. hadi kiwango kingine. Yes, Jesus. Baba, tunaomba neema yako Oh, yes, Lord. ikazindi katika maisha yao. Oh, yes, Jesus. Tunaomba kibali chako kikazindi katika maisha yao, Oh, yes, Lord. katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes, Lord. Tumeomba kibali na nguvu zako Oh, yes. tunapofanya hii kazi. Yes, Jesus. Tunaomba Baba, mbingu ikafunguke, Oh, yes, Lord. kwa sababu hatuwezi fanya bila wewe, Oh, yes, Lord. hatuwezi fanya bila neema yako. Oh, yes, Lord. Tunahitaji kuongozwa na wewe, Yes, Jesus. tunahitaji kuongozwa na neema yako, Oh, yes, Lord. na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini, na sisi wote tuseme, Amen. na sisi wote tuseme, Amen. Bwana asifiwe, Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hawa tunaweza keti kidogo, na ningeomba watoto watulizwe na kusikue na mtoto wanatembea katika kanisa, na kama wanaongea wanyamazishwe. Nilisema mtoto anachunwa, na mtoto akipiga makelele, chukua kiboko unachapa yeye. Haleluya. Shule ndio waliambiwa wasichapwe, si Sunday school. Tunawachapa vizuri, wakuwe laini. Spare the Lord, spoil the child. Haleluya. Tumeingia katika ibada nyingine ambayo ni ya dhamana sana katika kanisa letu la Dominion City, ambayo ni ibada ya kuombea waliobatizwa, walio kufa na Yesu jana, na tunaamini ya kwamba Yesu akirudi pia watakuwa pamoja. Haleluya. So hawa wamekuwa initiated to the kingdom of God officially. Tarubeta ikipigwa saa hii, Baba Jane, tunaenda tukiendanga. Haleluya. So tutakuwa na ibada hapa, ibada ambayo haitachukua muda mrefu, kwa sababu sio watoto wengi, na najua kwamba Mungu atatenda mambo mengi. Bwana asifiwe. Niko na watumishi wa Mungu ambao wananisaidia hapa, ambaye ni mtumishi wa Mungu Pastor Francis Ng'anga. Situmpigie makofi mazuri, na mtu akitajwa anainuanga mikono anasalimia watu ndio wajulikane ni nani. Tupigie Pastor Francis makofi mazuri. Sio nifanye hivi, unasalimia watu vizuri. Haleluya. Hebu mpatie maiki asalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ndiye nimeitwa Francis Ng'anga Mboe, na nampenda Yesu kwa kuwa ameniokoa na kunihifadhi katika wema na fadhili zake. Amen. Amen. Na kwa yote namshukuru kwa kuwa amenifanya jinsi nilivyo nikiwa kijana mdogo. Amen. Bwana ambariki sana. Amen. Haleluya. Kuna na mchungaji Pastor Nicholas, Pastor Evangelist Nicholas Nene. Huyo ndiye ako na ofisi mbili kwa hii kanisa. Haleluya. Salimia kanisa. Bwana apewe sifa. Amen. Nashukuru Mungu kwa rehema zake, ameniwezesha kuingia mahali hapa na kunifanya mwana wa haya madhabahu na kunipana kuhani. Barikiweni sana. Amen. Amen. Then tuko na kasisi mwenyewe. Haleluya. Kasisi Ngoge, watusalimie. Praise the name of the living God. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Mimi ndi Reverend Paul Ngugi. Nashukuru kuwa mahali hapa. Kuna Amen. kitu moja tu nataka kusema dad. Kuna siku nilitokea hapa nataka kuombewa kazi. Lakini nimepata kazi ambayo niliyoitiwa na Bwana. Amen. Mungu awabariki na watendee mema. Amen. Amen. Wow, 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 wow. Glory to Jesus. Bwana asifiwe. Cha mambo mingi ni mimi kusema ni nani. Unajua ulipiga gemi pale, sasa nilikuwa nataka kusema dada. Kuna mtumishi wa Mungu hapa ambaye ndiye residence pastor wa huku. Ndiye pastor wa huku. Haleluya. Salimia watu sasa. Leo Dagethinja kwa wapi? Amen. Bwana Amen. wetu apewe sifa. Amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Ambayo ni siku kubwa
kwetu, na mimi nasikia nikiwa ni kama niko pahali Simeoni alikuwa anatarajia kuona mambo kama haya, na Mungu amenikubalisha niyaone kwa macho yangu. So God bless you. Majina yangu ni Paul ambaye ameokoka. Amen. Amen. Tuko na Elder Caleb, anaweza sema hai, alikuwa amesalimia na tusalimie tu hai. Hello kanisa. Na msipi wako uko wapi? Majina yangu ni Caleb. Uliuza msipi? Kwa majina yangu ni Caleb Waithaka, Elder Caleb Waithaka. Zaidi yote Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Barikiwe sana. Amen. Tuko na Elder Naomi. Praise the Lord. Amen. Kwa majina naitwa Elder Naomi Getimo. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tugojee makuu kwa sababu Mungu anatenda leo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Kithenji Hassan, nimeokoka. Ni elder. Amen. Amen. Na tuko na mchungaji Regina pale. Nataka kuita deacons and deaconess wakuje hapa nyuma. All deacons, deaconess, evangelist wakuje pale nyuma. Power. Na tufanye kidogo. Very fast. Mnakuja aje? You are supposed to be very sharp. Very, very sharp. Bwana asifiwe sana. Deacon John. Deacons wako wapi? Inueni mikono deacons. Deacon John, Deacon Then we have deaconesses. Wainue mikono. Deaconess Jockey, Deaconess Abigail, Deaconess Evangelist Fred and Evangelist Kibari. Yes. So tunataka kuombea kwanza hawa ambao walibatizwa, na tutawaombea na tutawapea Holy Communion siku ya leo. Alafu tutaweka wakfu watoto wetu. Alafu tutapea kanisa lote Holy Communion. Alafu tutaenda katika hicho kiwango kingine. Bwana asifiwe. So wale ambao walibatizwa wanaweza songa hapa mbele kidogo. Amen, amen, amen. Simameni hapo. Kuna mmoja hayuko? Mko hivyo nyie ndio mlibatizwa. Sasa nyie ni kiumbe kipya kabisa. Hamjafanya dhambi hata moja. You are the newest sinless people. Hallelujah. Kanisa mnaona sasa hawa ndio hawana dhambi kabisa. Hawa Yesu akikuja sasa, mnaweza taka kuja sasa. Angalia hawa kabla afanye dhambi tena. Hallelujah. So nataka tuombee Holy Communion. Alafu baadaye nitapeana mchungaji awaombee, nitawapaka mafuta. Alafu tutawapea Holy Communion. Sawa sawa. For the first time mkule mwili wa Bwana. Ama namna gani? Mkiwa viumbe vipya. Hallelujah. And I know that we be blessed. Amen. I want to pray for, can we rise up with our feet? Sasa Shemanzi angekuwa amefanya kazi hapa. Mnangoja nifungue? Tusimame sisi wote. Ibeni maraika Subhana weke umetukuka jina lako Yesu
Ibeni mara. Take this one. Yesu. Shika hiyo. Pwekili. Simameni nazo hapa. Simameni nazo hapa. Muangalie na huku. Usimame hapo, muangalie na huku. Su ibeni maraika Samsu na peke umetukuka jina lake Yesu. Father, we thank you because of giving us your whole body, your blood, and your redemption. We thank you for your mercies. By eating this, we confess that you came to this world, you were raised on the cross, you died. After 3 days, you resurrected from the burial. You went to the Father, and you gave us a promise of coming back. You made a covenant, and you say that we do this in your remembrance. The day before crucifixion, Jesus went to his disciples and took bread and broke it and gave thanks to the Lord. And he said, "This is my body that will be given for you." Father, we thank you because of your body. We believe through this body, our bodies are healed. Our bodies yield to become new. Father, we thank you for giving your life for us. In Jesus' name that we pray and we give thanks. Amen. After they ate, he took a cup and he raised it and he swept unto it. And he said, "Take, this is the cup of the new covenant that will be given for you and for the whole world. Do this in my remembrance." Father, we partake this cup. As we partake, we believe in your blood. We believe in the finished work of the cross. That is crucifixion, death, burial, resurrection, ascension, and glorification of our Lord Jesus Christ. As we partake this, we believe that you will come again for your church. In Jesus' mighty name that we pray and give thanks. And Father, we receive this cup and the blood in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, amen, amen, amen. You can, simameni tu nazo mahali, simameni tu nazo hapa mahali. Come here, I lay hands on you. Come here, I lay hands on you. I think this table should be here now behind. Just push yourself behind. Rudi hapa nyuma kidogo. Pastor Nicholas, utapatia hiyo mtu anaitwa okay, mafuta hapa. You should be sharp and think fast. Kama unaweza piga magoti hapa, tunaweza piga magoti hapa tuwaombee. If you be able. Kama hawezi usipige. Mweka kidogo na imenunuliwa na church. Father, in the name of Jesus, we receive this new soul in your house. I anoint you for the power of God. I anoint you for the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ, we pray. Now I receive Beatrice Jerry in your house as your daughter. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Father, in the name of Jesus, we bless you and we give you glory and we give you honor. My daughter, you have become new. I anoint you for favor. I anoint you for grace and anointing of the Holy Spirit.
Let the Lord start ministering to you from today. I declare from today, you are a new creation. Receive the new grace and the new favor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless you, my son. Now you are a son in this house. I bless you with favor, with grace. Let the oil of Dominion City fight for you. Let God of this ministry, who called me in this ministry, be upon you, and let the Holy Spirit rest upon you. In Jesus' mighty name we pray. I bless you, my son. I declare now you are new creation. The old has gone. I declare divine protection, divine favor, and prosperity that comes from obedience of the word of God. You are a new creation. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen, 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 amen. As you are there, I will give you Holy Communion before the man of God prays. Amen, amen. Just hold it. Don't drink. It is your first Holy Communion when you are born again. Ibeni Maraika Su Peke Umetu Kuka Jina Ke Yesu Ibeni Ka sifa za. Wachungaji tuchukue moja moja. Limetukuka jina la. Wasemazi wangekuja hapa haraka sana, na wasemazi wanafaa kuwa in the spirit. Take over. Take over. Wachana na kukura. Napenda kukura sana. Eka hapo. Simama nyuma pale. Simama nayo pale. Chukua mkate usimame nayo pale. Elders kujeni. Simama nazo pale. Why is Elder Kidenji? Memaliza kuchukua? I want us to partake with these ones. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Father, we thank you for the cup. We thank you for the blood. In Jesus' name we pray and give thanks. Father, as we partake this bread, let our lives be changed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Partake of the bread. Willingly you took the cup for us. We partake together
your death, your burial, and your resurrection. In Jesus' mighty name. Partake of the cup. Ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, husafisha kabisa. Baba, ni asante mchana wa leo. Hakuna Mungu mwingine Jehova mwenye uwezo kama wewe, mwenye nguvu kama wewe. Pia inasema ya kwamba uliambia wanafunzi wako my Father, wanende kote ulimwengu na waende wale ambao watakukumbali waweze kuambatiza my Father. Baba, hawa walibatizwa my Father. Baba, kwa njia sahihi na waombea neema katika jina la Yesu Kristo, na waombea ushindi katika jina la Yesu Kristo. Mungu ushemele na wanenea maisha mpya kwa njia siku ya leo, na watamkia baraka. Natangaza ya kwamba kile ambao kilikuwa kinawafuata na hapo zamani akina mamlaka, akina uwezo katika jina la Yesu Kristo. Natangaza my Father, wacha Jehova siku ya leo hawa wanapoenenda leo my Father, Mungu wasaidie. Hakuna Mungu mwingine mwenye uwezo kama wewe, mwenye nguvu kama wewe. Natangaza ya kwamba kila mikosi haina mamlaka, kila mikosi, hakuna mikosi kwa njia sahihi ambayo itawashika katika jina la Yesu Kristo. My Father and my God, natangaza my Father, hao walikukumbali my Father, Mungu katembee na wao. Natangaza my Father, kwa njia sahihi wanapotembea kwa neema nyingine my Father and my God, wasaidie my Father. Mungu wasaidie. Mimi nasema ya kwamba Baba kama mamlaka ya kwamba watakanyanga vitu ambao ni kali lakini hasitawapata. Baba, wanawaombea. Natangaza ya kwamba utapitia mengi lakini my Father atakusaidia. Wewe ni Mungu mkuu, nimekubariki. Baba, ni asante. Wewe ni Mungu mkuu. Kuna Mungu mwenye uwezo my Father. Baba, naombea huyu, namtangazia kwa njia sahihi. Ajali asina uwezo kwa maisha yake kwa njia sahihi. Naomba neema yako my Father, anza kutembea na yeye kwa njia sahihi, kwa njia sahihi. Anza kutembea na yeye. Namwombea neema mpya. Baba, ni asante kwa ajili ya huyu baba alikukumbali. Naomba Jehova kwa njia sahihi, Roho wako my Father anza kutembea na yeye. Amwombea kibali, amwombea kibali, amwombea kibali kwa njia sahihi, kwa njia sahihi. Tangaza ya kwamba popote ambao watana my Father, wote baka kukili kama wewe ni mwokozi wa maisha yake. Natangaza kwa njia sahihi, maisha yake haitakuwa vile tena. Vita sina uwezo kwa Jehova amekukumbali. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu asiyeshindwa. Baba, ni asante kwa ajili ya huyu ambao walikukumbali. Namtangazia my Father mchana wa leo aanze kupokea neema mpya, apokee neema mpya, apokee neema mpya. Namtenganisha na kila vita. Vita sina uwezo. Wacha Jehova ukasimame na yeye kwa njia sahihi. Natangaza my Father, wacha ukale utufuku maisha yake. Namuitishia mahali nikitangaza my Father, wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu mwingine mwenye uwezo. Namwombea neema Kristo. Amen. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Dorcas, nataka ukuje kwa Beatrice hapa. Ashiro kuja kwa jina nini na sidanga ya we ni nani sister yako? Oh. John kuja hapa. Engineer kuja hapo. Angalia ni nyuma. Nimewapea hao wamuongoze katika mambo ya kiroho. Sawa sawa. Hawa watu wakipotea ni nyinyi nitauliza. Amen. Sipigie makofi mazuri. Na nimempea watoto. God bless you so much. Sasa shikieni watoto na watoto wanyamaze. Songeni hapa watoto wote na mama zao. Pastor Getimo, take another mic.
Ashikwe. Wewe ukubali kushikwa. Ni wa nani? Ni wako. Mshike vizuri. Na kikataa unachuna. Nilisema achunwe. Hallelujah. Praise the name of God. Jina la Bwana lipewe sifa. We have come now to the major occasion. Tumekuja katika ibada iliyo maalumu. And today is a big day for us. Na siku ya leo ni siku kubwa kwetu. As we pray na tunapoomba and dedicate our children kuweza kuweka watoto wetu wakfu before us, mbele zetu, we have parents here. Tuko na wazazi. That is Susan Kadhambi. Tuko na Susan Kadhambi, who is the mother of Win Joy Wangoi, ambaye ni mzazi wa Win Joy. Ako wapi? Situmpigie makofi mazuri. Amen. We have Beatrice Jerry. Tuko na Beatrice Jerry. Na mababa wako wapi? Mtaniambia mahali mababa wako. Who is the mother to Angel, ni Angela. Angel Rarisa. Hallelujah. And then we have Nora Mutuma. Kanora kare kangu. Ana mtoto wake ambaye anaitwa, na mimi sijaona baba hapa. Mniandikie majina ya baba hapa. Abigail Wajiro. Alafu tuko na Catherine Getahi. Catherine, my mother. And dedicate, oh my God, Sema Methusela, the oldest man in the Bible. Umesema mwiga muligi yethi. And ni Kelsey Kanana. Hallelujah. And also we have Jacqueline McKenna, who is dedicating Madon Kome. Macdon. Oh, ni Macdon. Okay. And Rion Muitaidhia. Ulisema ajisaidie kabisa. Hallelujah. So these are the children that we want to dedicate today. Ni watoto ambao tunataka kutia wakfu siku ya leo. And why do we dedicate children? Na kile kinafanya tufanye watoto wakfu. We dedicate children. Tunafanya watoto wakfu. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema that hivyo. Children. Watoto. Are inheritance from the Lord. Ni urithi wa Bwana. And blessed is the one whose quiver is full of them. Na kubarikiwa ni yule ambaye blessed is the one whose quiver is full of them. Kubarikiwa ni ule quiver ni nyoba yake, ni kama ile kubwa ya miguu. Okay. Hallelujah. Ni mwenye ako na wengi. Hallelujah. So as parents, kama mzazi, we dedicate our children tunatia mtoto wako to acknowledge the gift of God. Kukubali we also dedicate our children to acknowledge kukubali the faithfulness of God, uaminifu wa Mungu, and also na pamoja na hiyo to confirm the names and prophesy to the child na kutangazia mtoto that the name, the prophetic name that they have, lile jina ambalo ako nalo ni la kinabii, it will follow him. Litamfuata. Wezi kuitwa Abraham alafu kuwe mtu unapigana ngeta. We ndugitwo Ibrahim no choke korwo wi mukora uguo. Hallelujah. Amen. So that is the reason why we do this. Hiyo ndio sababu tunafanya haya. And we want to pray. Na nataka tuombe. Then I'll allow the men of God na ninauliza watu wa Mungu to pray, to come and pray for the parents. Nataka tuweze kuombea wazazi. And also to pray for the children. Na pamoja tuombee watoto. And I want to pray. Nataka tuombe. Close your eyes. Amen. Father, in the name of Jesus, oh, yes, Lord, thy only begotten Son, oh, yes, Jesus, we thank you for the gift of these children that are here, oh, yes, Lord, that has been given here today. Oh, yes, we Jesus, sanctify these names, oh, yes, and we declare, yes, that all these shall be, oh, yes, called their names. Yes, Father. For today I pray, yes, Jesus, that
they shall live up Yes. to the meaning of their names. Oh, yes, Lord. I declare that their lives shall be blessed, Oh, yes, Lord. shall be favored Yes, Father. in the name of Jesus. Oh, yes, Lord. As we bless these children, Yes, Jesus. we thank you indeed Oh, yes, Father. for a good and perfect gift, Yes, Jesus. the gift of a life, Oh, yes, Lord. that you for blessing this family Oh, yes. with their children. Oh, yes, Jesus. I reject every curse, Amen. every evil expectation of the enemy Katika jina la Yesu. in the mighty name of Jesus. Amen. I declare these children shall be the head Oh, yes. but not the tail. Yes, Jesus. In the mighty name of Jesus, Amen. I bring down the wall of frustration Oh, yes, Jesus. that are lifted up Yes, Lord. against the life of these children. Oh, yes, Jesus. I superimpose the will of God Oh, yes. for these children Oh, yes, Lord. over and against every plan of Satan. Oh, yes, Jesus. I speak the blessing of God over their lives. Yes, Lord. May the goodness and the favor of God be your portion all the days of your life. And all the people may say amen. Amen. May you live to be a blessing to your parent. Oh, yes. Say amen. Amen. May you live to be a blessing to your generation. Oh, yes, Jesus. I am not hearing amen. May you become what God has destined you to become. Amen. May you become the head, not the tail. Amen. May you prosper all your life. Amen. No fate will come on your way. Amen. No bad news will come on your way. Amen. You live all your days Amen. to fulfill the purpose of God in your life. Amen. You become a blessing to your parents. Amen. You become a good tiding to your family. Amen. You serve God with all your heart and diligence in the name of Jesus. Amen. May the Lord bless you. May the Lord keep you Amen. and make his face shine upon you, and may his countenance be upon you. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amen, amen, amen. Now, I want to call Susan Kadhambi with their child, Joy Wangoi. Susan Kadhambi, ni wakati wako na You mtoto may wako. start here. Utaweza kusimama hii side nyingine. You may start here. Where are deacons and all those? Deaconess, muko Just wapi? start here. Just start here. Simama tu hapa uangalie mbele. We start with Pastor Nganga. You go to that. Winnie Joy Wangoi Kadhambi. Winnie Joy Wangoi Kadhambi. Lay hands on her. Lay hands on her. Winnie Joy Wangoi Kadhambi. We receive you in this altar Yes, in the Jesus. name of the Father, Oh, yes, Lord. the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Can you pray for the child and for the mother? Yes, Your Lord. microphone. Father, thank you, Holy Spirit of the Lord. Tunakupenda Bwana, tunakutukuza, tunatangaza ya kwamba hawa ni wabarikiwa, hawa ni wabarikiwa. Pastor Wana Gitimo, uzao wake. it is him who is praying for them. Yes. It is not you. Give the mic. Father, in the name of the Lord Jesus, we exalt and lift up your name. Thank you, Father, for the gift of this child that you are granted unto this parent, Father. King of glory, I speak your blessing upon his life, upon her life, O God Almighty. I declare from now, O God Almighty, Father, upon thee the power of dedication, Father. May this child, my God, grow in your ways, my Father, my God. Upper Father, I do pray that, Lord, you may be her shield in the name of the Lord Jesus, over everything that she shall do, O God Almighty, Lord. I declare your blessing in the name
name of the Lord Jesus, Father. Lord God Almighty, Father, I decree and declare from now every other voices of Father, may they be blinded in the name of the Lord Jesus. I decree and declare from now, Father, every curse, my God, I declare it is powerless in the name of the Lord, Father. Lord, King of glory, I reconnect the child, my God, to your altar, O God Almighty, and declare, Father, may the power of the altar, God Almighty, start fighting for her, O King of glory, in the name of the Lord Jesus, my God. Father, I bless this child in the name of the Lord Jesus, Father. I decree and declare, Father, your blessing upon her life in the name of the Lord Jesus. Father, I declare every other voices, Father, from the names, O King of glory, from the ancestors, Father, from the family, O King of glory, Father, I declare their powers in the name of the Lord Jesus. I plant this child unto the altar, Lord, and declare that, Father, she shall delight her ways in you, O God. I declare, Father, that she shall serve you in the name of the Lord. Father, I declare that, Father, this is a wonderful minister in the name of the Lord. Father, I bless you and I thank you. Thank you for the gift of the parent, O King of glory. Father, may you provide and be with the parent, O Jesus. I decree and declare, Father, the provision of heaven in the name of the Lord. Every other voices, O God Almighty, that may reign, Jehovah God, upon this family, O Jesus. I declare they have no powers in the name of the Lord. Every weapon formed against this family, Father, I declare they are powerless in the name of the Lord Jesus. O King of glory, my Father and my God, I declare that they are blessed and blessed are in abundance. In the name of the Lord Jesus, that we pray and believe. Amen. 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 I anoint you for signs and wonders in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. We receive you to the altar in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Situpigie Yesu makofi mazuri. Pastor, suinua huyo mtoto juu. Glory to Jesus. You belong to Jesus. You never be taken by the enemy. In Jesus' name. May God provide anything that this child wants. In Jesus' name that we declare. You will not bury your children. In Jesus' name. Amen. The next child is Beatrice Jerry. Beatrice Jerry and Angela. Angela, Pastor Gitimo, now it's your time. Hapana, watapeana tu. Kaa tu na fungu yako hapo nyuma. Kaa tu hapa na fungu yako. Tamaliza na nyinyi saa hii tu. Aha. Si mshamazi moja ashike mtoto. You are asleep, totally asleep. You are spiritually asleep. Nobody is discerning anything. Amen. Amen. Hebu tuweze kuombea hawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakupenda, tunakutukuza kwa sababu ya huyu mtoto, tunampokea kwa ufalme wako. Tunatangaza ya kwamba kuanzia saa hii na kuendelea, Bwana wa mbingu, ni mtoto mpya. Tumemkubali katika ufalme wa mbinguni. Tumemkubali, tumempokea katika hii kanisa Jehova Jili. Chochote kile Bwana kinakuwa kimefuata maisha yake, tumeitenganisha saa hii katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ni mbarikiwa yeye na watoto wengine ambaye walio nyuma yake. Bwana, tunatangaza ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Thank you Father because of mother. Tunakushukuru, tunakuinua Bwana. Tunatangaza hii familia imebarikiwa, yeye na mume wake. Bwana, tunatangaza wamebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Hawa Bwana hawatalia kwa sababu ya watoto wao. Bwana, wapanguze machozi, hawatakuwa kilio katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtoto mfalme ambaye atafanya walie kuanzia dakika hii kwa sababu ya huyu ambaye wameleta nyumba yako, Bwana wa mbingu. Tunatenganisha laana zote katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. You shall live all your days. And now I dedicate you to this altar and to the work of God. From today, forever in your life, you belong to Jesus. You live according to the will of God.
In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. You will not bury your children. All your children will live wrong. They'll become a blessing to you. In Jesus' mighty name. You'll be married by the right person. You go to the right school. You get the right children. In Jesus' name. Na nimeprofesa ni kuonyesha ataolewa. In Jesus' name. God bless you. Nora Mutuma. Abigail Wajiro. Abigail ni Wajiro. Huyu amebeba vitu mingi. Sasa mshamazi moja huwezi mshaidia kubeba hizo vitu zingine. Unajua unataka kuku ili teseke. Wako ni mmoja ama ni wawili? Wako ni huyo? Wako ni moja? Ni huyo peke yake? Okay. Oh. Sawa. Sasa nyamaza. Pastor Naomi sasa enda hapo. Wewe utafanya hiyo kazi. Huyu ndiye anawezananga na watoto. Orororo mwana tiga kulira. Orororo mwana tiga kulira. Oka monyonyi mwana tiga kulira mwana. Silimwambia? Haleluya. Haya sasa muombee ukiwa umemshika hivyo na uombee mama. Shiketiari mahandoli bayande Jehova. Liseli bikae Jehova. Siritiari nation master. Nafunika huyu mtoto na damu yako Jehova Zaire. Yes. Namfunika na damu yako Jehova. Yes. Huyu hatapatana na mabaya. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Jehova tumemtoa Mungu wa Israeli. Yes. Katika laana za kikoo katika jina la Yesu. Oh, yes. Huyu tumemuita ni mtoto wa madhabahu. Yes. Huyu sio wa madhabahu ya kwao. Yes. Kantia raba yande. Oh, yes. Tariba. Yes. Uris intiari mahanda. Yes. Jehova utamfunika. Yes. Huyu ni mtumishi wako Jehova Zaire. Yes. Huyu ni mtumishi wako. Yes. 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 Maana wewe ni muweza. Yes. Muride na magonjwa. Yes. Rida afya yake. Yes. Maana wewe ni muweza. Yes. Jehova katika shule. Yes. Huyu atakuwa wa mbele. Yes. Wala sio wa nyuma. Yes. Katika jina la Yesu. Yeye hatakuwa machozi katika wazazi wake. Amen. Bali atakuwa wa baraka. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ni asanti maana utamfunika. Yes. Maana wewe ni muweza. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. My Father and my God. Yes. I commit her mother before you, mighty Yes. God. Oh, yes. Wajua huyu ni mama Mungu wa Israeli. Yes. Huwa anajitolea ndani ya nyumba yako Jehova. Yes. Jehova naitisha baraka ambazo zitokangaga kwako Bwana. Leka tarabayanda. Yete pazuka rabayanda. Zatarapaya tarabada. Zekete repo yanda rabada. Lepoza taraka yande reboda. Oh yes. In the mighty name. Namuita mbarikiwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Wajua hitaji ya moyo wake Jehova. Amen. Mtimizie katika jina la Yesu. Yes. Ondoa machozi katika maisha yake. Yes. Maana wewe unamjua vyema. Yes. Na bariki kazi ya mikono yake. Yes. Mbariki Bwana. Yes. Maana yeye ni mbarikiwa. Oh, yes. Na ni katika jina la Yesu niomba na kuamini. Amen. Huyo sikufichi, huyo ni nabii. Huyo ni nabii. Amen. Father, in the name of Jesus, I bless this daughter
At her old age, she will celebrate her life. Many will call her grandma. In the name of Jesus, you'll be mother of nations. In Jesus' mighty name. You will not bury your children. You see them grow. They will marry well. You will not cry because of your children. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, amen. God bless you so much. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Catherine Gitai, akasisi, enda kwa hawa watoto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wasonge hapo. Good. Hapo anaenda yeye anajua. This one is so sharp. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la mwana Yesu Kristo tunasema ni asanti. Yes. Baba, naleta hawa watoto mikononi mwako Mfalme. Yes. Ukaweza kuwabariki na kuwatendea mema Bwana. Yes. Yesu Kristo, neno lako linasema wazazi walileta watoto kwako. Yes. Nao mitume wako wakaweza kuwakanya wasiwarete. Yes. Lakini ukasema waretwe kwa sababu wewe ni mtakatifu. Yes. Tunaleta hawa watoto mikononi mwako katika madhabahu yako matakatifu. Yes. Baba, ukaweza kuwabariki na kuwainua katika jina lako Mfalme. Yes. Tunawazingira kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Yes. Ili waweze kukua ukiwapenda na wakipendwa na ulimwengu. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Tunashika mateka marohote ya shetani. Yes. Nia na njia za shetani tunaziweka mikononi mwako Bwana. Oh, yes. Baba, tunaziondoa katika nguvu na uwezo na mamlaka ya Roho yako Mtakatifu. Oh, yes. Uwarinde wanapoendelea kukua katika jina la Yesu Kristo. Yes. Kwa sababu ni Mungu wetu na wewe ni Baba yetu. Yes. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Namwombea huyu mzazi Mfalme wa amani. Oh, yes. Ukamlinda na ukambariki katika jina la Yesu Kristo. Yes. Ukamwezesha kuwalea hawa watoto katika njia ya Kikristo. Yes. Aweze kuendelea kuwaleta katika nyumba yako takatifu. Yes. Ili Mungu wetu hawa watoto wakaweza kukua katika upendo wako. Oh, yes. Unajua mahitaji yake kwa sababu ya hawa watoto. Oh, yes. Tunaomba Mungu wetu ukambariki kwa kila jambo. Yes. Chochote ambacho ni kiko katika moyo wake Mfalme, Oh, yes. ukampa kwa sababu yeye ni mwaminifu. Oh, yes. Katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Your children will be bright in school. In the name of Jesus, you will not bury your children. You will celebrate the life of your children. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mtu wa picha, si angekuwa vitu kama hizi watoto, si mwanako ukione koyone mohujia. Hiyo ndio joy ya mzazi. Hallelujah. Amen. Na Ngai ni ukurathima na tohatha ndungata ya Ngai. In the name of Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hiyo hautaisahau, uweke kwa frame. Amen. Aha. Tuko sasa kwa Jacqueline McKenna, McDonald Kome. Ako na wawili pia. Okay. McDonald Kome na Ria Motaithia. Nataka Elder Caleb aombe Leon Motaithia, McDonald aombewe na Pastor Nicholas, na aombe na muombe mzazi pia. Hallelujah. Unaweza muombea kwa pamoja na shida. Hallelujah. Endelea kuomba. Mwenye uwezo kama my father, natangaza ya kwamba kuanzia siku ya leo huyu kijana na ufanye dedication katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba mamlaka kuanzia saa hii, natangaza ya kwamba madhabahu ya kwao haina mamlaka, madhabahu ya kwao haina mamlaka. Kila madhabahu ambayo ndio kwa huyu kijana kuanzia saa hii, natangaza ya kwamba haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka kuanzia saa hii, haina mamlaka, haina mamlaka kuanzia saa hii. Tangaza ya kwamba kuanzia siku ya leo huu ni wako my father.
katika jina la Yesu Kristo. Mungu ushamele, natangaza my Father kwa njia siku ya leo, nafanya ndio my Father. Baba, wewe ni Mungu mkuu, Mungu asiyeshindwa. Natangaza my Father kwa njia sahi, huyu ni wako my Father. Kila mikosi haina uwezo kwa maisha yake, kwa njia sahi, natangaza baraka kwa maisha yake katika jina la Yesu. Right. Hey. Eva right redemption queue. Baraka zako mwaka juu ya maisha yako. Thank you because na muombe kibali why redemption light redemption. Asante kwa wako na tunamtangazia yeye ni mbarikiwa wako mfalme wa majeshi. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Wataishi maisha yao yote katika jina la Yesu Kristo. Hautazika watoto wako, wataishi maisha yao yote katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Father, we thank you. Father, we bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Amani ya Yesu. Amani ya Yesu. Amen. Watoto wako watakuwa wazuri. Kuna uchungu sana kwa watoto wako. Unawapenda sana. You guard them very much. Lakini Bwana anasema kwamba yeye ndiye atawarida kuliko venye wewe unawarida. Yeye ndiye atawarida. Yeye ndiye atawarida. Na hakuna ajali itatendeka katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe kanisa. Nimeambiwa pale ya kwamba bingu imekubali ile kazi tunafanya hii. Na pia nimesikia watoto wengi watazaliwa na wataendelea na kuendelea kuongezeka. In Jesus name. Amen. Tumemaliza watoto. Tumewamaliza wote. Na wachungaji kujeni hapa mchukue sadaka zao. Kujeni hapa na sadaka zenu. Mama ndiye anachukua sadaka, sio mtoto anajipeania. Ni mama anachukua sadaka ya mtoto. Haleluya. Kuja hapa. Napokea hii sadaka za watoto wako. Na Baba, hawa watoto wametolewa sadaka kwa madhabahu yako. Sadaka ingine itatolewa nje ya madhabahu, isikubalike. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Baba, hii sadaka imetolewa kwa ajili ya Angel. Baba, sadaka ingine inayotolewa nje ya madhabahu, Baba, isifanye kazi kinyume na mtoto huu. In Jesus name. Hii sadaka Baba imetolewa kwa ajili ya mtoto anaitwa Angel. Baba, sadaka ingine yoyote ambaye inaweza tolewa na huko nje kuangamiza huyu mtoto haitafaulu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini.
Amen. Sadaka za hawa watoto wawili nazipokea katika hii madhabahu, hawatawahi kataliwa katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na tumeamini. Amen. Haleluya. Nani alikupea hii siri? Haleluya. Next time sasa huyu akizaa mwingine si atakuja na buzi. Uko na watoto wangapi? Baba, kama ameleta kuku, akizaa mapacha ataleta ng'ombe. Baba, mbariki na mapacha katika jina la Yesu Kristo. Tumepokea hii sadaka katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Gwaku gutikaga nguku ya guthinjira mugeni, ona guthinjira ciana ciaku. In Jesus name. Amen. Ndori ingi inukite ndungata ya Ngai Mwathani. Haleluya. Kujeni hapa wazazi na watoto wenu. Wazazi na watoto wenu kujeni hapa. Na muharakishe. Very fast. Wachungaji zungukeni hawa watoto wote, wazunguke. Alafu muwaombe. Washemanzi mnafaa kuwa nyuma yao. Wazunguke, wazingireni. Mkiweza kuwazingira itakuwa mzuri. Haleluya. Hizo si sadaka, hizo ni dedication. Ziwekwe kando, ziwekwe tu lakini ziwekwe kando. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Now, under the authority that have been given in this ministry of Dominion City Church, as the senior pastor, the overseer of the ministry, I declare the following children dedicated: Winnie Joy Wangoi, Angela Larissa, Abigail Wajiro, Methusela Moremi, Kelsey Kanana, Macdon Kome, and Leon Mutethia. I declare they are dedicated in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Children, obey your parent in the Lord, for this is good. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise. Situwapigie makofi mazuri. Next, you dedicate to your child. Hakuna mtu anataka mtoto. I say next you dedicate to your child. Next you dedicate to your house. Nyumba mnataka ikaliwe na nani? Next you dedicate to your car. In Jesus' mighty name. Situwapigie makofi mazuri. Amen, 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 amen. You may be seated in the presence of the Lord. You may be seated. Sasa juu nataka kuhubiri for only 5 minutes. Msiseme hamukuhubiriwa. Nipewe viti 4 hapa. Nipewe viti 4 hapa.
you see things are not working well, ukiona vitu havikwendi sawa, praise the Lord. umsifu Bwana. When you see Ukiona your business is going down, biashara yako inaanguka, don't start complaining. usianze kununua. Praise the Lord. Umsifu Bwana. Can I hear big amen? Umesikia ninakubwa. Have your neighbor, let Judah lead you. Let Judah lead you. Wabia, let Judah lead you. Let Judah. Now I want you to understand Hivi nataka uelewe that the children of Israel started fighting and fought a lot of battles. wakaanza kupigana, wakapigana vita, But in the process, they met a very difficult person. Somebody help John with Mike. They saw something, wakapata kitu, and whatever they said, they saw, na kile ambacho walikiona, they saw a king wakamuona mfalme stronger than any other king. ambaye alikuwa na uwezo kuliko And that king was called Adoni-Bezek. naye alikuwa anaitwa Adoni-Bezeki. Ambia neighbor, Adoni-Bezek. Adoni-Bezeki. Wambia tena Adoni-Bezek. Adoni-Bezeki. Hallelujah. Amen. And Adoni-Bezek Na Adoni-Bezeki was not just a king. hakukuwa tu mfalme. Adoni-Bezek Adoni-Bezeki was an evil king. alikuwa mfalme mwovu. Adoni-Bezek Adoni-Bezeki was a bad king. alikuwa mfalme mbaya. Adoni-Bezek Adoni-Bezeki Adoni-Bezeki he was an evil king. alikuwa mfalme mwovu. Most of the times Wakati mwingi he went to other kingdoms alikwenda kwa mfalme and mwingine arrested kings. akawateka nyara wafalme. And when he took kings, Alipochukua wafalme he did not kill them. hakuwa anawaua. When he takes a king, Akimchukua mfalme he could cut his hand, angekata mkono wake, his thumb, angekata kidole gumba and his hii kidole kile ya mguu. na pia vidole vya miguu. Tumesema tumeambiwa inaitwa nini ya mguu? Kidole kidole ya mguu inaitwa nini kwa Kiswahili? Kidole. Ni gumba. Na hii gumba kono, gumba kuu. Hallelujah. Amen. So what was happening Kile kilikuwa kinafanyika when he arrests akiwakamata a king? mfalme. You know, Unajua arresting a king, kushika mfalme it means he has taken the territory. Because if you want to take Kenya, you must invade the state house. sio uingie katika. Now I want you to understand Hivi nataka uelewe that King Adoni-Bezek kwa mfalme Adoni was going to kingdoms anakwenda kwa and mfalme he was arresting na akanakamata and wafalme taking over the kingdom. na kuchukua ule ufalme, And he did not kill them. na hakuwaua. He was an evil king. Alikuwa mwovu, He was a bad king. alikuwa mfalme mbaya. He used to cut their fingers. Angekata vidole vyao, And after cutting their na fingers, baada ya kukata vidole he vyao used to keep them. He used to keep them alikuwa anawaweka in his dining place. pahali pa kukulia, And they could eat from his legs. na wangekula kutoka kwa miguu yake, They were eating from his legs. wangekula kutoka kwa miguu yake. So he put them like servants. Kwa hivyo aliweka kama watumwa, He misused the kings. akawatumia vibaya. And let me tell you this. Nikwambie hivi, Abimelech has no mercy. hana huruma. Abimelech has no mercy. Abimeleki hana huruma. Abimelech, when he gets you, Abimeleki akikupata, he destroys your destiny. anaharibu hatima The yako. first thing that Abimelech does Kitu cha kwanza Abimeleki is anafanya to take over the ni territory, kuchukua pahali, is to take over whatever you have. ni kuchukua kile kitu ambacho uko And nacho. if you want to take a territory of a man, Ukitaka kuchukua mali ya you mtu, must take his mind first. lazima uchukue mawazo yake And there are kwanza. so many people Na kuna watu wengi sana whose minds are arrested by Abimelech, Ambao- Adoni-Bezeki. ambao mawazo yao yametekwa nyara na They have Adoni-Bezeki, been captured by Adoni-Bezeki. wamekamatwa na Adoni-Bezeki, They are in the captivity. wamewekwa katika I utumwa. want you to understand Nataka uelewe that Abimelech is an evil man. Abimeleki ni mwovu, Abimelech will not spare you. hata kufuatilia, Abimelech will kill you. hata kuua, Abimelech will cut your finger. atakata vidole vyako, Abimelech will cut your fingers. atakata vidole vyako. Lift up your right hand Inua mkono wako wa and kuume. say, every spirit of Adoni-Bezeki, Every spirit of
Adonibezeki. every spirit of Adonibezeki Every spirit of in Adonibezeki my life, in my life, die by fire. die by fire. Die by fire. Die by fire. Adonibezeki is an evil king. Adonibezeki ni mfalme mwovu. He takes territories. Anachukua Let me tell you this. Nikwambie hivi. The spirit of Adonibezeki Roho ya Adonibezeki realizes that you are supposed to be married. inatambua kwamba wafaa kuwa umeolewa. And you are supposed to have a good marriage. Na pia wafaa kuwa na ndoa nzuri. As you are continuing in your school, unapoendelea kusoma, the spirit of Adonibezeki, roho ya Adonibezeki, entered to a certain man, inaingia kwa mtu, and manipulated you, na anakudhuru, and you gave birth before your time, na ukazaa kabla ya wakati wako, and your school was destroyed, na masomo yako yakaharibiwa. Some of us, wengine wetu, were manipulated, tuliudhiliwa, to marry in the wrong house, tukaoa mboma ambayo ifai, and you now from then na kuanzia hapo until today, hata wa leo you regret, why did I marry this person? Mbona nikamwoa kwa huyu jamaa? Because when you are marrying, you are a good girl. Sababu ukiolewa ulikuwa msichana mzuri. You used to catwalk. Ulikuwa na catwalk. You used to have your own job. Ulikuwa na kazi yako. But because you married in Adonibezeki house, lakini maana uliolewa kwa Adonibezeki, the work that you had, ile kazi ulikuwa nayo, it was cut short. Ikakatwa. The business that you had, biashara ulikuwa nayo, the vision that you had, maono ulikuwa nayo, you cut short. Ikakatwa. And you became a housewife. Ukafanyika mke wa and you nyumba. became just a woman. Ukafanyika tu mwanamke. And you became just a useless man. Ukakuwa mtu ambaye and hafai. you started taking alcohol. Ukaanza kunywa pombe. Because of Adonibezeki. Sababu ya Adonibezeki. There are families. Kuna familia that were supposed to be to go very far. Zilikuwa zifaende mbali sana. Unfortunately, lakini kwa nia mbaya, they were trying to build their house. Walipojaribu kujenga, they were trying to do their things. Wakijaribu kufanya vitu vyao, they used to plan things together. Wangepanga vitu pamoja. The husband and the wife. Bwana na mke. They could sit down. Wangekaa chini and discuss about their finances. Na wange kuhusu biashara yao. Adonibezeki comes. Lakini Adonibezeki akaja. He separates the father and the mother. Akawatenga baba na mama. He makes the children to suffer. Akaacha watoto wahangaike. He makes the children to scatter. Watoto wahangaike. So many people are regretting. Wengine wanalamika. They are asking themselves, wanajiuliza, what happened to my life? Nini kilifanyikia maisha yangu? What happened to my marriage? Nini kilifanyikia ndoa yangu? They don't remember. Haukumbuki that Adonibezeki, kwamba Adonibezeki intruded their family. Akaingilia familia zao. Today I want to command. Leo nataka kuamuru every spirit of Adonibezeki. Kila roho ya Adonibezeki in somebody's life. Katika maisha ya mtu. We are bringing it down in the name of Tunaishusha katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. These are not mere men. Sio watu wa kawaida. Adonibezeki does not get mere men. Adonibezeki hachukui watu wa kawaida. He goes for kings. Anaendea wafalme. Adonibezeki hachukuagi chokora. Doesn't take mere men. Anachukua mtu ako na destiny. He take someone who has a destiny. Anachukua mwenye anakuwaga number 1 kwa shule. Take the one who leads in the school. Mwenye ako na akili sana. He that has good common sense. Can I tell something? Nikuambie kitu. Wachungaji wengi. Many pastors. Sio hawa. Not this one. Wachungaji wa kwa Dangambo sio hawa. But many pastors are not wanalala. They are out of wengine wanajikojolea. Others are they were arrested in Adonibezeki. By Adonibezeki. Adonibezeki. Tell your neighbor Adonibezeki. Shikagi chokora. He doesn't want from me. Ukiona mtoto anakusubua. If you see a child bothering you, huyo mtoto si mchezo. He's not a joke. Hallelujah. Amen. Ulizia story yangu utaambiwa. I was so stubborn. Nilikuwa nasumbua sana. Nadhani na kioneki. And I had a vision. Nikiwa na miaka 8-9 hapo nimeenda Thika miguu kutoka kwetu nyumbani kwenda Thika ni kama 40 ama 50 Jimmy. 40 ama 50 hata kama nilichapwa niko na record. Kwetu tu mimi nitaenda miguu kutoka nyumbani kwenda Thika. I have a record. Hallelujah. Amen. Let me tell you this. Kwambie hivi. Adonibezeki does not spare your life. Shughuliki na maisha yako. Let me tell you this. Nikwambie hivi. In our family. Katika familia yetu. Let me talk about myself. Niongee kujihusu. There is nobody who has missed as many deaths as me. Hakuna mtu amewahi patana na vifo vingi kama mimi. Hallelujah. Amen.
The death wanted to kiss me, Kifo ilitaka kunibusu, but I kicked it out. lakini nikaigonga. When the death want to kiss you, Wakati kifo inataka kubusu, kick it out. sigonga mateke. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you this. Nikwambie hivi, Adonibezeki Adonibezeki does not go for spiritual dwarfs. haende kwa watu ambao ni wa kiroho hivi hivi tu. Adonibezeki does not go for marriages that does not work. haendi kwa ndoa ambazo hazifanyi kazi. Adonibezeki looks for the best couple. Adonibezeki anaangalia ile Do you nzuri. remember how you are holding your wife? Unakumbuka vile ulikuwa unamshika mkeo? Just a man of God. Do you remember the way that you are holding your wife? Wakumbuka vile ulikuwa unamshika mkeo? Babe. Do you remember you could not eat? Unakumbuka haungekula? You could not eat. Haungekula before your husband comes. Kabla bwanako aje. Oh babe, umefika wapi tukule? Hallelujah. Amen. Do you remember the messages? Unakumbuka hizo jumbe? Before Adonibezeki came. Kabla Adonibezeki aje. You used to eat together. Mlikuwa mlala pamoja. Before Adonibezeki came. Kabla Adonibezeki kuja. Kilala mlikuwa unawekelea mguu hapa. And you would sleep together. Because you loved each other. Sababu mlipendana. You looked like twins. Mlikaa kama mapacha. Because you are so friendly. Sababu mlikuwa na urafiki sana. Today what happened? Leo nini kimefanyika? Adonibezeki does not arrest dwarfs. Achukui watu wa kawaida. Marriages that will go far. Anachukua ndoa ambazo zitaenda mbali. You see your marriage has chaos. Ukiona ndoa yako inaanguka. Ukiona ndoa yako ikuagi na shida. If you see that your marriage doesn't have any problem. Nyinyi mlikuwa tu mrafiki, hakuna mahali mnaenda. Ukiona ndoa yako. But when you find your marriage, mara mmekomuko sawa kabisa. You are too good. Mara unajua, let me tell you this. Nikwambie hivi. Man of God, let me tell you this. Do you know some of ladies here? Wajua wanawake wengi hapa. As karates. Wao wanajua kupigana. Akigogo kidogo. Wanajua kuipanga vizuri. They know how to na hapa ukiwaona. And when you see them. Benyi hiti na siya muda na taliboda. Ananyenyekea sana. Benye wananyenyekea. Lakini kwa nyumba. But in the house. Bwana haogeangi. The husband does not speak. Kwa sababu Adonibezeki alichukua kiti. Because Adonibezeki took the seat. Because things now are not working. Sababu vitu havikuwa ni sawa. Let me tell you this. Nikuambie hivi. The reason why Adonibezeki sababu Adonibezeki is attacking your family. Inaingilia familia yako. Adonibezeki does not arrest dwarfs. Adonibezeki achukui watu wa kawaida. Arrest kings. Anachukua wafalme. You should be proud of yourself. Wafaa uringe. Because you are a king. Sababu wewe ni mfalme. Thank you, man of God. Asante. I want you to understand. Nataka uelewe. And understand well. Uelewe vizuri. That Adonibezeki does not want to spare you. Hataki kukuachilia. But I was asking myself. Ilikuwa najiuliza. Why is Adonibezeki? Mbona Adonibezeki destroying the finger? Anaharibu vidole. Kagorus. Na mguu. Kagorus ni ile kidole kubwa. Hallelujah. Amen. Ni kwa nini anakata kidole ya mguu? Why is cutting the ambayo ni ile kubwa? The big one. Hallelujah. Amen. I came to realize. Nimekuja kutambua. Kasisi aliniambia ni mkimbizi. The Reverend told me that he is a runner. Ameenda nchi mingi sana kwa mkwabio. Can I tell something? Nikwambie hivi. Kile kinasaidia mtu sana kukimbia. Whatever helps someone to run. Ni ile kidole kubwa. Are you getting what I'm saying? Unanielewa? Ogetinio kiara kiria kinene. Ukikatwa kile kidole kubwa ya mguu. Uwezangi kukimbia. You cannot run. Is it true, man of God? Because ndio ina determine the stability ya miguu yako. Hallelujah. Amen. So what Adonibezeki does, kile Adonibezeki anafanya, the first thing that he does, kile cha kwanza anafanya, is to cut your speed. Ni kukata mbio yako. Watu wanaenda sana. They are so wameuka mno mno. Yani wamekuja sana. Wamekuja sana. Huyu mtu anaenda sana. This person is too fast. Huyu anaenda sana. His marriage is too fast. Huyu baba Jeni anaenda sana. Baba Jeni is too fast. Wacha tumukatakate. Let me cut short. Wacha tumukatakate. Let me cut short. Huyu venye anaenda. The way is running. Inabidi awekewe mpaka.
mipaka. He need to be limited. Awekewe speed governor. Be limited. Awekewe speed governor. His speed need to be Hii limited. biashara haka kama mtu kalifungua. The business that he has opened Inahitaji speed governor. need a speed governor. Inahitaji speed governor. Need a speed governor. Just come here, Harrison. Joe hapa. The speed governor. Speed governor. You know what the speed governor does? Wajua speed governor inafanya nini? I want you to go. Nataka And uende. learn very fast. Na uende kwa haraka sana. You go. Enda. This is the speed governor. Hii ndio speed You governor. must go with my pace. Lazima uende kwa uwezo wangu. Just go, but you are going with my pace. Unaenda kwa hiari yangu. Going. Anaenda. Even where he's going. Hata pale anaenda. He's struggling. Anasumbuka. He's struggling. Anataabika. And he's going in my pace. Anang'ang'a anaenda kwa speed Leta yangu. suka, hii guo yako nitararua. Leta suka, nipeni suka moja. Nipe leso. Leso moja, very fast. So I want you to understand. Nataka uelewe. Shika hii hapa Harrison. Wacha nimuonyeshe. Let me show you. Come here, Don Bezeki. Come here. Hold him here. Adoni Bezeki is so strong. Adoni Bezeki ana nguvu sana. Come here. Hallelujah. Amen. This man, huyu mtu, is going to his destiny. Anaenda kwa hatima yako. He is going to his destiny. Naenda kwa hatima yake. Continue going to your destiny. Wewe, endelea kwenda hatima yako. Shika hapo. Hallelujah. He is trying to struggle. Anajaribu kung'ang'ana. To go to his destiny. Kuenda kwa hatima yake. This is his wife. Huyu ndiye mke wake. And he's trying even to marry. Na anajaribu kuoa. To marry a struggle. Kuoa ni kung'ang'ana. To eat a struggle. Kukula ni kung'ang'ana. House rent a struggle. Nyumba ni kung'ang'ana. Because he has been put a governor. Sababu amewekwa governor. governor. He tries to go. Vile anajaribu kwenda. This is where he wants to go. Anataka kwenda hapa. But already he's tired. Lakini amechoka. And he's complaining. Na analalamika. What is going on with me? Kini kinafuzikia. Everything. Inafanya kila kitu. I have raised an altar. Nimeinua dhabihu. I even tithed. Na hata utoa fungu. But did you disconnect with Adoni Bezeki? Lakini kujitenga na Adoni Bezeki. Adoni Bezeki will cut your finger. Maana Adoni Bezeki atakata vidole vyako. Cut your speed. Atavikata speed yako. Every demonic power. Kila pepo ya uvivu. That has holded your speed. Ambayo imeshika nguvu zako. May it lose you in the name of Jesus. Ikuachilie kwa jina la Yesu. May it lose you in the name of Jesus. Ikuachilie kwa jina la Yesu. I say may it lose you in the name of Jesus. Nasema ikuachilie kwa jina la Yesu. I say may it lose you in the name of Jesus. Ikuachilie kwa jina la Yesu. Anything that is holding you. Kile kinakokushika. Mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu. 1 year, 2 years, 3 years. Umeishi mahali moja. You have struggled in one place. Na Adoni Bezeki. You have been arrested by Adoni Bezeki. Every spirit of Adoni Bezeki. Kila roho ya Adoni Bezeki. Ife. 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 Kufa. 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 In the name of Jesus. Adoni Bezeki. Adoni Bezeki. Do you know a priest? Mmemwachilia kwa nini? Nani amemwambia? Ninyi Adoni Bezeki, kwa nini Adoni Bezeki fake? Reason to this. Sikiza hili. Adoni Bezeki. Adoni Bezeki. He cuts the finger. Anakata vidole. Do you know a priest? Wajua kuhani. Do you know a priest? Wajua kuhani. Was anointed there. Hiyo kidole. Aliwekwa mafuta hicho kidole. Na masikio. And the ears. Hallelujah. Amen. So Adoni Bezeki. Adoni Bezeki. Kama umekatwa hiyo kidole. If your finger is cut off. You can never be a priest. Hawezi kuwa kuhani. I don't know if you're getting what I'm saying. Sijui kama unanielewa. Let me tell you this. Kuambie hivi. Adoni Bezeki. Adoni Bezeki. Will cut your priesthood. Atakukata ukuhani wako. Your spirituality. Maisha yako ya kiroho. You try to pray. Unajaribu kuomba. Now what is left with you? Kile ambacho umeachiwa. Ni stories za Abunuasi. You know kitabu I used to touch people when they fall. You know unajua kitabu inaitangwa the old lost glory. Hallelujah. Amen. Yani unasemaga mimi unaona kitabu nilikuwa na fast for 40 days. What happened my brother? Nini kilifanyika? Hello. What happened? Nini kilifanyika? Adoni Bezeki. Adoni Bezeki. He took your priesthood. Akauchukua ukuhani wako. Now you try to pray. Hivi sasa unajaribu kuomba. You don't pray. Hauombi. You try to fast. Wajaribu kufunga. You don't fast. Haufungi. Your priestly office was taken. Ofisi yako ya kuhani ilichukuliwa. Your priestly office was taken. Ofisi yako ya kuhani ilichukuliwa. I want to declare to you today. Nataka kufanya ombi kwako. I want to declare to you today. Nataka kukutangazia. I want to declare to you today. Nataka nikutangazie. I restore your priesthood. Na
Narejesha ukuhani I wako. restore your priesthood. Narejesha ukuhani wako. You see visions. Utaona maono. You dream dreams. Utaona ndoto. The Lord will use you. Bwana atakutumia. May you have encounters from today. Usipatane na May Bwana. you have angelic encounters. Usipatane na malaika. Somebody lift up your hands. Inua mikono I yako. feel anointing in my bones. Na imizika And upako I kwa rise up mfupa. with your feet. Na inuka kwa I miguu feel yako. anointing in my bones. Nasikia upako. And I release priesthood anointing Na chini ya upon ukuhani. your life, Katika maisha yako. upon your destiny, Katika hatima yako. upon your family. Katika familia yako. Wewe utaanza kuona ndoto. You shall see dreams. Utaanza kuona visions. Ukajele kuona sioneki. Macho yako ya kiroho itafunguka. And your spiritual eyes will be open. Utaanza kuomba sana. You pray a lot. Unaweza kufunga. You will fast. I declare. Natangaza. I declare. Natangaza. I restore your priesthood. Na kurejesha ukuhani I wako. restore your priesthood. Narejesha ukuhani Watu wako. walikuwa wanakuona. People would see you. Hata nyumbani walikuwa wanasema. And even your home would say, Huyu atakuwa father. you will be a father. Huyu atakuwa pastor. You will be a pastor. Lakini saa hii But nowadays, hauna mbele wala nyuma. you don't have nothing. What happened to you? Nini kilikufanyikia? The spirit of Adonibezeki Roho ya Adonibezeki destroyed your priesthood. ikakuharibu I ukuhani want to wako. declare to somebody, Nataka kutangazia mtu, receive your priesthood back. pokea ukuhani wako. Receive your priesthood back. Pokea ukuhani wako. Receive your spirituality. Pokea maisha yako ya Pokea kiroho. macho ya kinabii. Receive your Pokea mantle. mikono ya kinabii. Receive your Pokea miguu ya kinabii. Receive In your the name hands of of Jesus. the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Listen to this. Sikiza hii. Adonibezeki. 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 He cast the leg. Anakata vidole vya miguu. Do you know what happens? Wajua nini kinafanyika? The legs speaks of dominion. Miguu inamaanisha There uwezo. are people here. Kuna watu hapa They are working. wanafanya kazi, Lakini hawajawahi jisikiria kitu yao. but they have never got anything for themselves. Hata kwenye wanafanya kazi. Even when they are, where they are working, Wanafanya kama watumwa. they are working like slaves. They don't have dominion. Hawana uwezo, They don't have dominion. hawana mamlaka. Ukiwaangalia na nje ni wazuri sana. When you look from outside, they are But so they good, don't have dominion. lakini hawana uwezo, Because Adonibezeki sababu Adonibezeki will take away your dominion. achachukua uwezo wako. Hata ukipewa kitu kinaibiwa. Even when you're given something is taken away, Hakuna kitu unamiliki. you don't have Hata anything of umejaribu yourself. kuambia wazazi wakugaie shamba. You try to tell your Bado parents to give you a land, wanakataa. they will refuse. You don't have something that you have dominion with. Hakuna kitu ambacho uko na That uwezo is juu the spirit yake, of Adonibezeki. lakini kwa roho ya And I want to Adonibezeki declare to somebody, nataka kumtangazia mtu from today, kuanzia leo, may you have dominion. pokea uwezo, Dominion. mamlaka, Dominion. mamlaka, Dominion. mamlaka. You call things that are not. Utata vitu ambazo And they will haziko come on your way. na zitaja kwako. You will create things in the spirit. Utatengeneza vitu kwa kiroho, Whatever you point. kile ambacho utaelekeza mkono, Whatever you point. kila utaelekeza If mkono you come to you. itakuja kwako, If you come to you. itakuja kwako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Let me finish with this. Nimalize hivi, The spirit of Adonibezeki. roho ya Adonibezeki Did you cut your finger? itakata kidole guba, Did you cut your finger? itakata kidole guba. You know something? Wajua kitu? You know something? Je, wajua I cannot hold this mic. siwezi kushikilia hii kipaza I sauti, can hold it without this finger. nisiwezi kushikana hii mkono. I can hold it without this finger. Naweza kushika bila hii kidole, But the finger that holds the mic. lakini kile kidole kinashikilia, sio hizi, ni hiki. Hallelujah. Amen. When Adonibezeki comes on your way, Wakati Adonibezeki anakuja kwako, ukishika pesa hazishiki mkono. when you cut, you have slide. they slide. Ukishika mali ina slide. Boyfriend ana slide. In girlfriend ana slide. Anything, you don't own anything. Hauna chochote chako, Kwa sababu hauna nguvu ya look at this. angalia hivi. Unaona venye nimeshika mic? Umeona venye nimeshika? Nimekata kabisa. Hebu chukua. Very easy, right? Yes. Nguvu ya hiki kidole. Fanya hivi. Hallelujah. Amen. Na unaona iko preserved kwa zingine. Iko kando ya zingine. Hii haitakaki mshene ili separate. Hizi zikifanya mshene, yeye anakawaga amenyamaza. Do you know it's only this finger that can have fellowship with others? Every now and then. It can have anywhere comfortably. Yaweza kuwa na ushirika na hizi vidole zingine. Do you know this finger is the one that washes the heart?
Hiki kidole ndo kinaosha mkono. Ni gani inaoshanga mkono? Ni hiyo inaoshanga mkono. Are you getting me? Unanielewa? The spirit of Adonibezeki Roho ya Adonibezeki will make sure itahakikisha everything thrives in your heart. kile kitu kinanyoka kwa mkono wako. Don't hold anything in your heart. Hautashika chochote kwa mkono wako. There are so many people Kuna watu wengi sana who has come in my office. Wamekuja kwa ofisi yangu. Who has come in my office. Wamekuja kwa ofisi yangu. Pastor, I don't know what goes on. Mchungaji, sijui nini unifanyikia. Mimi nikifanya biashara, every time I do business, by miezi mitatu, kwa miezi mitatu, hiyo biashara inaanguka. The business will fall down. Sio biashara peke yake. It's not only the business. Hata simu hakaagi nayo. Even a phone cannot hold. Hakuna kitu unakaaga nayo. You cannot hold anything. Ile kitu unakaaga nayo ni devil. The only thing you can hold is your beard. Ama nywele. All here. There is nothing that you can keep. Hakuna kitu waweza kuweka. Hello. Hello. Am I speaking to somebody Je, here? namnenea mtu hapa Who is trying to do business? ambaye anajaribu kufanya biashara. Ukihesabu ile pesa umepata mwaka huu. When you count the money that you have gotten this year, that is left in your heart. Hakuna kitu kimeachwa mikononi mwako. Everything rights away. Kile kitu kinanyoka. It is the spirit of Adonibezeki. Ni roho ya Adonibezeki. Lift up your hands. Inua mkono wako. And say, my Father and my God. My Father and my God. My Father and my God. My Father, my God. Every spirit of Adonibezeki. Kila roho